وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا الحمد لله المنعم علينا بأنواع العطايا والإحسان الكريم المعين الذي إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان. أحمده سبحانه وتعالى من إله كريم الذي هو كل يوم في شأن، وأشكره أن جعلنا من أمة سيدنا محمد سيد الإنس والجن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له شهادة ينجينا بها من حول النغران. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى كافة الخلق العجم والعربان. اللهم صل وسلم على هذا النبي الممجد الرسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي المكان الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أولا أوصي وأوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في أولى معاشر الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكريم، أولا يقوى
kwa ziada kipenzi chetu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni vema kumtanguliza shukrani za kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa sababu yeye wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sifa hii Allah subhanahu wa taala anayo, kwamba yeye ndiye kila kitu ni mweza. Kwa hiyo kama yote anayeweza Allah tabaraka wa taala, ni vema sisi kumshukuru Allah tabaraka wa taala, kwani inna Allah yaf'alu ma yasha'u biqudratihi. Allah subhanahu wa taala anafanya bila awezavyo na anafanya bila atakavyo. Inma amruhu idha arada Allahu an yakuna lahu kun fayakun. Subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka jambo lake liwe, basi linakuwa kwa muda anaotaka yeye. Anapotaka jambo lake liwe vile atakavyo, basi linakuwa kama vile alipopanga amri yake liwe. Kwa hiyo sasa sisi tumshukuru Allah tabaraka wa taala, wapo ndugu zetu, rafiki zetu, mama zetu, babu zetu, ndugu zetu, shangazi zetu, watoto wetu walitamania na wao kuendelea kupata nafasi nyingine ya kuendelea kupata maisha ya kidunia, kupata fursa ya wahai wa kuishi maisha ya kidunia, kufurahia neema ambazo sisi tunafurahia hivi leo. Tunafurahia neema za kila aina, tunafurahia neema mbalimbali. Haya yote si kwa ujanja wetu, haya yote ni kwa mapenzi na mapenzi makubwa ya Allah tabaraka wa taala, kutujalia wewe na mimi kuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa hai mpaka siku ya leo. Ama ndio wangu kutuba tunaleo, ama mwani ya kutuba yetu ya leo, sanatahaddath ala alwaqti. Tutazungumzia namna gani na utaratibu gani wa kutumia muda vizuri. Kwani muda tuliokuwa nao, hata Waswahili nao wakaingiza neno lao kwamba ya kwamba muda ni mali, na ni mali kweli kweli. Kwamba kama muda ni mali kweli kweli. Kwa sababu itafika zama atakuja kujutia mja ni vipi alivyotumia muda wake, vipi alivyotumia neema zake. Ama kama Allah tabaraka wa taala anathibitisha katika Qur'ani yake, katika maneno yake matukufu kwa kusema thumma la tusaluna yawmaidhin 'anil na'im, kwamba ipo siku itafika nyinyi mtaulizwa kuhusu neema ambazo amewapa Allah tabaraka wa taala. Vipi mlizitumia neema hizo? Vipi mliutumia muda huo katika kuzifanyia kazi hizo neema ambazo amekuneemesheni Allah tabaraka wa taala? Mtakwenda kuulizwa juu ya neema hizo. Sasa tutumie muda vizuri ili kuweza kuangalia mawili matatu ambayo tutakayojifunza katika hotuba ya leo. Kana Sheikh Abdul Aziz muwafaqahu biqawlihi Sheikh Imam Abdurrahman rahimahullah ta'ala anasema al-hayatu huwa al-waqtu, na al-waqtu huwa al-hayatu, kwamba wakati ndio uhai wako, wakati ndio uhai wako. Kwa sababu tukitizama wakati ndio uhai wako, idha dhahaba yawmin dhahaba ba'duka fi umrika, kwamba inapoondoka siku kunapungua kitu katika umri wako. Na tunatambua inama majmu'atul insani al-yawm, inama majmu'atul insani majmu'atul yawm, idha dhahaba yawmin dhahaba ba'duka fi umrika, kwamba makusanyiko ya mwanadamu ni masiku. Inapoondoka siku, basi tambua imepunguka au kimepungua kitu katika umri wako, kimepungua kitu katika umri wako. Kwa maana kama zilibakia ni miaka miwili, basi sasa ilibakia ni mwaka mmoja na miezi 11 na siku zake kadhaa. Sasa ili uweze kutafakuri ni namna gani unaotumia wakati wako vizuri, kwa sababu hao washairi wametueleza vizuri alwaqtu huwa alhayat, kwamba uhai wako, wakati wako ndio uhai wako. Yaani wakati uliokuwa nao ndio uhai wako.
lakini siku ya leo tunaishi, lakini siku ya kesho hatujui tutakuwa katika mahala gani, tutakuwa sehemu gani. Kwa hiyo siku ya jana tumeiona imepita, lakini na siku ya leo sana maisha fihi, tunaishi ndani ya siku hii tuliokuwa nayo, lakini wakati la nadri aina sanaku, kwamba hatujui tutakuwa wapi. Kwa hiyo inama majmuatu leo, inama majmuatu linsanu leo, kwamba makusanyiko ya mwanadamu ni masiku. Kwa hiyo wakati wako uliokuwa nao ndio uhai wako, kwamba muda uliokuwa nao ndio uhai wako. Kwa hiyo inapoondoka, idha dhahaba yaumin dhahaba yaumin au dhahaba ba'dhin fi umrika, kwamba kimeondoka kitu, kimepungua kitu katika umri wako. Sasa anaendelea wa mashehe katika muafaka wao wa kauli yao, wanaendeleza kusema waman adhaa waqtahu, yeyote ambaye ameuchezea wakati wake, ameuchezea wakati wake, yani ameuchezea muda aliokuwa nao. Anasemaje? Awala hayatu, ameuchezea uhai wake, ameuchezea uhai wake yeye mwenyewe. Yani kule kupoteza muda ndio unapoteza uhai wako, kule kupoteza muda kwako vile unapoteza muda. Maana mtu anatoka na hapa anasema bwana naenda kupoteza muda pale, na kweli unaenda kupoteza muda. Dimani unaenda kupoteza uhai wako bila maslahi yoyote, bila kupata faida yoyote katika wakati unaokwenda kupoteza. Neema Allah Subhanahu wa Ta'ala amekupa miguu iko sawa sawa, mikono iko sawa sawa, macho yanaona, lakini maharibiko makubwa, mtu huyo hata kumjua Mola wake kwake yeye ni kazi kubwa sana. Kukaa darasani akajifunza mawili matatu kwake yeye hayana umuhimu, lakini mtu huyu ameuchukulia muda wake katika kuyatafuta ya kidunia, katika kuyahangaikia ya kidunia, na wala hana habari yake, na wala hajui, kana kwamba anapoteza muda, kupoteza muda ambako ndio kupoteza uhai wake wa maisha ya kuishi katika ulimwengu huu wa dunia. Sasa anaendelea mashaikh hao katika muafaka wao katika kauli yao, wanasema waman adhaa hayatuhu, yeyote ambaye atakayechezea uhai wake, atakayechezea maisha yake, atakayechezea muda wake, anadama, mtu huyu atakuja kujutia, mtu huyu atakuja kujutia, atakuja kujutia mtu huyu, atakuja kujutia mtu huyu kwa kupoteza wakati aliopoteza, wakati akiwa yuko duniani akiwa na neema zote ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku. Kwa hiyo mtu huyu itafika pahala atakuwa anajutia muda wake na uhai wake aliopoteza. Lakini anaendelea kufaa kwa kusema, kutufaa sisi na kutukumbusha, wanasema wala tanfa'u nadama, wala hayatumnufaisha majuto, kwamba majuto hayatumnufaisha chochote. Wakati wewe unajutia, hakuna chochote utakachokipata katika majuto, itabaki ni kusikitika na kujutia, na kujutia ambako hakuna muda tena, hakuna uhai tena wa kurudi katika maisha ya dunia, hakuna maisha tena, ushayapoteza maisha yako, ushaupoteza uhai wako. Sasa ndio itafika pale mtu atakapoondoka katika maisha haya ya kidunia, atakapofika sasa pale kwenye mnadani pale, atafika pale, na baada ya hapo sasa ataanza kusema maneno yafuatayo: Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ewe Mola wangu, naomba la ungenichelewesha mimi kidogo nikaendelee kufanya amali zilizokuwa nzuri katika maisha ya kidunia. Lakini tizama, umeruzukiwa neema mbalimbali, hasa neema kubwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku uhai, ambao katika uhai huo umeishi takriban miaka 30 au 50. Haya ni neema hii ambayo Allah Tabaraka wa Ta'ala amekuruzuku kuishi katika maisha
ya kidunia. Sasa vipi katika umri huo uliopewa na Allah tabaraka wa taala, nini umemfanyia Allah tabaraka wa taala? Nini ulichokituma ambacho utakachoondoka nacho? Kwa sababu wakati ndio uhai wako, na yeyote atakayechezea uhai wake, hakika mtu huyu atajutia na wala hayatomfaa majuto mtu huyu. Alwaqtu huwa alhayat, kwamba wakati ndio uhai wako. Au mashekhe muwafaka wao Sheikh Abdul Aziz na Sheikh Ibn Baz kwamba wamewafikiana katika kauli hii ya kusema alwaqtu huwa alhayat, kwamba wakati ndio uhai wako. Na akasema kabisa inama majmua insanu al-yawm, kwamba makusanyiko ya mtu yako katika masiku. Idha dhahaba yawm dhahaba ba'duka fi umrika, kwamba ikiondoka siku imepungua siku katika umri wako, au umepungua umri wako, kimepungua kitu katika umri wako. Sasa tafakuri na kuzingatia ya kwamba kama kila siku ziendazo, siku zipitazo, kwamba jana tumeiona na leo tunaishi, wayauma, kwamba ipo siku turaduna ila Allah, tutarudi sisi wote kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini ni siku ambayo hatujui, kwamba jana tumeiona na leo tumeiona. Sasa hiyo siku ifuatayo la nadri aina sanakum, kwamba hatujui tutakuwa wapi. Jana tumeiona imepita na leo tumeiona na tunaishi, lakini na kesho hatujui tutakuwa wapi. La nadri aina sanakum, hatujui kwamba tutakuwa tuko wapi, tutakuwa bado tuko tuna neema za Allah subhanahu wa ta'ala, au tutakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanahesabiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaitwa marhumu, au ni watu ambao wameuaga ulimwengu wa dunia. Kwa hiyo sasa ni sisi wenyewe kufanyia wakati, kutumia vizuri, kupatia wakati wetu yaliokuwa mazuri, ili isije ikafika pahala sisi tukajutia kwa kusema rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya rabbi naomba unirudishe au unicheleweshe muda kidogo tu, ili ukafanye nini? Wakati Allah tabaraka wa taala amekuruzuku umri mrefu kabisa, takriban miaka 20, 30, 40, 50. Na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema amaru ummati, kwamba yabilaguna 60 ila 70, kwamba ni wachache mno watakaofikisha miaka 60 mpaka 70. Sasa kama Allah subhanahu wa ta'ala amekuwafikisha, umefikisha miaka 50, imana bado ukifikia 60 ni kidogo. Sasa kwenye miaka yako 50 ukipiga mahesabu, nini umefanya kwa ajili ya kutengeneza akhera yako? Kwamba wakati ndio uhai wako. Sasa wakati unapopotea na uhai wako ndio wakati unapopungua. Kwamba ulikuwa kijana, ulikuwa mtoto, ukawa kijana, ukawa sasa ni baba. Na kama umetoka huko, ulikuwa ni mtoto, binti, amekuwa sasa ni msichana na amekuwa ni mama, na kisha baada hapo sasa ni bibi. Na kwa upande wa baba sasa naye ni baba. Sasa tizama, hizi ngazi zote ni maana ulizozipitia, sasa ni kuangalia unaelekea wapi, ulikotoka wapi na unaelekea wapi. Kama ukizitizama hizi ngazi ulikotokea na ulikofika sasa, piga mahesabu, nini umemfanyia Allah tabaraka wa taala, nini umekifanyia kwa ajili ya nafsi yako, nini umetengeneza kwa ajili ya akhera yako. Kama wakati wako ndio uhai wako, na kila kinapoondoka siku basi inapungua katika umri wako, imana kila inapoitwayo kesho, imana ni upungufu katika nafsi yako ya kuendelea kuishi katika ulimwengu wa dunia. Sasa wewe na mimi hatujui ni muda gani tumebakiza. Sasa ili yasije yakatufika yale majuto, na majuto ambayo wala hatamfa mwanadamu, wala hatutonufaika kwa majuto, wala hayatomnufaisha mtu kwa majuto. Yani majuto utakayokuwa unajutia, ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbi naomba unirudishe mimi muda kidogo nikafanye hilo kwa mazuri. Yani mtu sasa ndo anakumbuka sasa kwamba nilitamania, kwamba nilitarajiwa mimi kwamba nifanye mazuri ili leo
nije niyafurahikie yale mazuri ambayo nilitakiwa niyafanye duniani. Ayuha ikhwa alkarim, ukivunja picha hii, maana tunapoambizana mambo kama haya ni kwamba tunaambiwa na tunasisitizwa udhkuru dhikra al-maut, kwamba tukithirishe kukumbuka kifo. Japo ni kweli kinatukatisha sisi, kinatukatisha ladha ya kuendelea kutamani kuishi katika maisha ya dunia, lakini tunalazimishwa tujikumbushe kwamba kifo ipo, na hii ndio ndoto ya kweli, na hii ndio ndoto ya kila mwanadamu itakayotimia, na hii ndio ndoto ya kila mtu itakayotimia. Hakuna ndoto ya mtu ambayo haitotimia kushinda ndoto hii. Ndoto hii ni lazima kwa kila mtu itatimia. Sasa haijadulikanika tu ni muda gani wewe ndoto yako itatimizika ya kuondoka katika ulimwengu huu. Sasa kabla haijatimizika ndoto yako, tengeneza safari yako ili iwe nzuri. Tengeneza safari yako ili iwe nzuri, kwa sababu kule unapoelekea hakitamaniwi, hakitarajiwi kiama kitakuwa ni muda gani. Kuna watu wamelala ndani ya makaburi yao wana takriban zaidi ya miaka 200, wana zaidi ya miaka 1000. Sasa wewe una zawadi gani ambazo utakazozichuma au umeziandaa kwa ajili ya unapoondoka ukafurahie neema ambazo umeziandaa wewe mwenyewe? Kwamba wakati wako umeupoteza, lakini umeupoteza katika mazuri. Umeupoteza wakati wako, lakini umeupoteza katika kuyafanyia mazuri nafsi yako ili kesho ukafurahikie. Sasa huyu wakati akidalama kwa kutambua, kwa kusema ya Rabbi nipe muda, imana huyu alikuwa ana expression ya kutafuta muda. Expression yake ilikuwa ni kutafuta muda arudi duniani. Aje kufanya nini ndugu zangu mimi? Anaelezea fa asaddaka wa akum minas salihin, kwamba na mimi nikatoe sadaka ili niwe ni miongoni mwa watu waliokuwa wema, niwe ni miongoni mwa watu wenye kufaulu. Sasa hivi leo sisi katika sala zima la kwamba sadaka tumeniwekea ni swala ambalo halina ulazima, lakini mtu huyu anashtakia kwa Allah Tabaraka wa Taala, maana sadaka anayokusudia akafanya yale mazuri ambayo yanastahili ili ajiandalie sadaka ya yeye mwenyewe nafsi yake. Sasa vipi sisi tunazifanyia nini sadaka nafsi zetu? Tunafanya amali gani? Tukiangalia maana asafi shadid, sisi na ibada tuko mbali na mbali kama maji na mafuta vile. Sisi na ibada hatuko karibu kabisa. Sisi hatuko karibu na Mungu wetu. Sisi hatuko karibu na ukaribu wa kumkaribia Allah Tabaraka wa Taala. Kana kwamba sisi tumejiweka ukaribu na kutafuta dunia kana kwamba sisi ndio tusipotezee wakati. Kana kwamba tukimpotezea wakati maisha yetu mbeleni yatakuwa ni magumu sana. Kwa hiyo sasa sisi ili tuweze kuwa wazuri, basi muda wetu tuutupe kwa ajili ya kutafuta dunia. Sasa tunapotafuta dunia, ndugu zangu, tunatambua ya kwamba kutafuta dunia hatukataze, lakini sasa tizama dunia unayotafuta, kwamba wako watu walitafuta dunia hii, waliacha yao mengi kwa kutafuta dunia, lakini na kile walichokuwa nakitafuta kwamba walikipata, lakini baada ya kukipata hawakuondoka nacho. Walikiacha nini? Waliondoka nacho, waliondoka na yale matendo yao waliyofanya, waliondoka na vitendo vyao vizuri walivyofanya. Kama walifanya michafu, basi waliondoka na vitendo vyao, zile mali walizokuwa wakipigania wameziacha. Sasa kuna picha hii kana kwamba wakati wako ili utumie vizuri, alwaqtu huwa alhayat, kwamba wakati wako ndio uhai wako. Hivi tunavyopambania ndugu zangu, kesho na kesho kutwa tunaviacha. Maana kama ulikuwa na cheo, kuna watu wanaofia vyeo vyao visiharibiwe, kana kwamba asifukuzwe kazini. Sasa inatakiwa awe bize na kazi, afanye kazi ili alipwe mshahara wake kwa uzuri. Anasahau kana kwamba huyo bosi naye ana bosi wake ambaye ni Allah Tabaraka wa Taala. Sasa vipi mtu bosi ambaye yeye mwenyewe ana bosi wake? Sasa ni vema tu kuheshimiana.
kwenye mipaka, hakuna kumtii kiumbe katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Sasa kuta picha kwamba kama umeondoka wewe kazini, nafasi yako atatafuta mwingine ataikawa ile nafasi, kwamba watu watatatazika baada ya siku kadhaa, atapatikana mwingine wa kuikawa ile nafasi, ataichukua nafasi yako, na kisha baada ya wewe kazini utasahaulika. Lakini hakadhalika hata nyumbani pia, familia watalia zile siku za mwanzo na mzuri zile siku za mwanzo, lakini kadri siku zitakapokuwa zinakwenda watu wanakusahau, inabaki kama kumbukumbu tu ya jina. Bimaana washakusahau. Na kama ulikuwa na mali, basi baada ya wewe kuondoka watu watagawana mali zao, watagawana mirathi yao hiyo, kila mmoja atachukua kilichokuwa chake. Na kisha katika hao wachache mno watakaokumbuka katika hizo mali zako ulizokuwa ukipigania wewe katika maisha ya dunia. Ima inaweza familia nzima ikakukumbuka kwa kifungu kidogo tu, sio katika kifungu chako cha mali. Watu watachukua mirathi yao kidogo ndio kitakachokumbukwa, na saa zingine wengine wakakusahau kabisa. Imani wewe hauna chako tena, huko hiki kilichobaki cha sisi tuliokuwa hai. Yaani hata kile kifungu kidogo tu cha kutolewa kana kwamba wewe ulichokuwa ukitafuta kama sadaka iko kwako hakipo, kilichobaki hiyo mirathi wengine. Kwa hiyo kama alikuwa mke atakaenda ile itaisha na atakusahau pia, na baada ya hapo atapata mume mwingine na ataolewa na maisha mengine yataendelea. Aiwa alikuwa karibu. Unapokuta picha hii, ni vyema kutengeneza mahusiano yaliyokuwa na Mungu wako yaliyokuwa mazuri, ili utakapoondoka katika maisha haya ya kidunia ukaweze kustarehe kwa maisha ambayo umeandaa wewe hapa duniani. Kana kwamba kuna wengine wanavuta picha ya kwamba ya kusema wao bado bwana ni vijana. Hakuna ibada ya ujanani, na ibada ya ujanani ni wewe mwenyewe kujituma, na hivyo ina malipo makubwa. Hakuna ibada ya kusema mpaka mimi nikifikia uzeeni ndio ni swali. Hakuna ibada hiyo. Ibada anza mwenyewe hivi sasa. Kama ulikuwa bado hujalitambua hili, basi tunakukumbusha ndugu yangu, pamoja na kujikumbusha mwenyewe kwamba kufanya mahusiano yaliyokuwa mazuri na Mungu wako ni aula zaidi kuliko hiki tunachokipigania au tunayopambania, na tukaacha mahusiano yaliyokuwa mazuri na Mungu wetu. Kwani ya kwamba tunapopoteza muda, tunapoteza na uhai wetu. Idha dhahaba yaumin dhahaba ba'duka fi umrika. Inapoondoka siku, kinapungua kitu katika umri wako. Sasa ni wewe mwenyewe kuangalia ni namna gani unatengeneza mahusiano yaliyokuwa mazuri na Mungu wako, ili kesho ukafurahie kukutana na Allah tabaraka wa taala, na usijutie kwa muda ambao Allah subhanahu wa taala amekuruzuku kuishi katika maisha ya dunia. Allah subhanahu wa taala yakulu fi qawlihi al-azizul muhtadun wa idha quriya al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka Allah taala fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minash shaitanir rajim. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim. وانفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وهو البر الكريم. ادعوا الله وأنتم مقيمون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أولا أوصي وأوصيكم بنفس بتقوى الله عز وجل وطاعته في أولى مرة الثاني في الخطبة الثانية. Awali ya kwanza, baada ya kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika
swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani ya kuwa swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala ndiko kufaulu kwa mwanadamu katika maisha haya ya dunia mpaka kesho pia kukutana na Mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha kwamba inna lilmuttaqina mafaza, hakika wamefaulu wote ambao wanamcha Allah tabaraka wa taala. Ajibu aliko alkarim kwamba unwani ya hotuba yetu ya leo tulikuwa tumeishi katika kutendea kazi muda, alwaqtu wal hayatu, kwamba wakati ndio uhai wetu, kwamba idha dhahaba yawmin dhahaba ba'duka fi umrika, kwamba hiki ndio kilikuwa kitu cha habari, kwamba inapoondoka siku katika umri wetu kimefungua kitu, na kama kimefungua kitu hakiwezi kurudi tena. Maana kama ni miaka 30 umeandikiwa kuishi katika maisha haya ya dunia, basi katika miaka 30 kuna miaka 29 na miezi yake imebakia. Kwa hiyo sasa takriban kama umeandikiwa kuishi miaka kadhaa, basi katika kupungua siku kuna kitu kimepungua. Sasa inama majumua tulisana al-yawma, kwamba makusanyiko ya mwanadamu yamegawanyika katika masiku matatu, kwamba jana tumeishi tumeiona, lakini na siku ya leo tunaishi lakini na kesho pia la nadri aina sanakuni, hatujui tutakuwa tuko wapi, hatujui tutakuwa tuko katika marhala gani. Kwa hiyo aibu karibu ni sisi kufanya ukaribu, kumkaribia Allah tabaraka wa taala kwa kufanya ibada, kwa sababu siku ya kiyama waje wataulizwa bima dakhaltumun nara, nini kinakuingizeni nyinyi motoni? Kadu watasema lam nakum minal musallin, sisi hatukuwa si watu wa kuswali, hatukuwa sisi sio watu wa kufanya ibada. Sasa ndugu zangu, kama kipande hiki kinatukumbusha kwamba watu wataingia motoni, kwamba watasema kwa vinywa vyao, kwa kauli zao, lam nakum minal musallin, hatukuwa sisi si wenye kuswali, hatukuwa sisi sio waswaliji kabisa. Sasa ayuha aliyekuwa karibu, kama mazingira haya hatukuyafanya mazuri, kwamba swala tunayoiswali ndio kutengeneza mhimili wa maisha yetu, swala hii ndio inatufungulia mambo yetu ya mepesi, kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema as-salatu miftahu kulli khair, kwamba swala ndio funguo kila kheri yote. Sasa kama sisi hatuswali, tunatafuta kheri gani? Tunapoteza wakati wetu na sala hatuswali, na hiki kitatusababishia sisi, kama hatutoacha kitendo hiki cha kuacha kutokuswali, ni maana kitatusababishia sisi tukaingia motoni, kwa sababu hatuswali. Na kama hatuswali, vipi tutapata ufunguo kwa mzuri kwa hayo maisha tunayotarajia? Vipi tutapata ufunguzi kwa mzuri? Hatutapata ufunguo mzuri, kinyume chake tutafanya machafu. Na hii swala tukiswali ilivyokuwa inatakikana iswaliwe, inna swalata tanha anil fahsha'i wal munkar, kwamba swala ukiswali ilivyokuwa sawa sawa, swala inakukataza kufanya machafu, swala inakukataza kabisa kwamba unachokifanya sicho, unachokikaribia sio chenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala hakitaki na wala hakitaki kusikia wala kukikaribia. Sasa ikiwa sisi tumebadilika na tunafanya mahusiano kwa mazuri na Mungu wetu kwa kufanya ibada, lakini sio ibada tu, bitauba na kutubia, kana kwamba yale tuliokuwa tumeacha, tuliokuwa tukifanya, basi tutubie kwa Allah tabaraka wa taala bitauba wal ibada, kwa kutubia lakini na kwa kufanya ibada. Tukifanya haya, basi sisi Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kusamehe, ni mwingi mwenye huruma, na hii ndio sifa ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha alikuwa karim, nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wa Ijumaa ya leo, Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na familia zetu na mama zetu na dada zetu kuwa katika njia iliyonyooka. Lakini pia nimuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na vipenzi vyetu
ambao waliokuwa wakitupenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lakini si hivyo tu, kwa kwamba urafiki uliokuwa mzuri ni watu kuhamasishana katika kheri. Urafiki mbaya ni watu kuhamasishana kwenda kufanya machafu. Adallu ala alkhairi kafaili, kwamba mtu atakayemfahamisha mwenzio katika kheri ni kana kwamba na yeye amefanya. Sasa iweje ukafahamisha watu kwenye machafu na wewe ni kana kwamba na wewe umeyafanya hayo machafu? Kwa hiyo sisi ndugu zangu, tuondoke na fursa ya kwamba tumejifundisha kwamba kupoteza wakati tutajutia, na kana kwamba wakati wetu ndio uhai wetu, na yeyote atakayechezea uhai wake nadama hakika atajutia. Wala tanfa'u nadama, wala hayatomnufaisha mtu majuto, na mwisho wa majuto kama Waswahili wanavyosema, majuto ni mjukuu na wala hakuweza kupata mwana. Kwa hiyo ni sisi tujikumbushe, lakini na kuwakumbusha wenzetu ambao wao hawakubahatika kuingia msikitini kwa kufanya ibada. Tuwakumbushe ya kwamba kuwakumbusha ni kwa kuzuri, tuwakumbushe kwa ajili ya kufanya ibada. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma man khalifat nabika la tahmini sayyidina Abi Bakr as-Siddiq Allahumma 'anil imam al-awwab sayyidina Umar bin al-Khattab Allahumma 'anil mu'in al-Qur'an sayyidina Uthman bin Affan Allahumma 'anil bait bani Israil sayyidina Ali bin Abi Thalib Allahumma 'anil sahabati kullihim ajma'in Allahumma ighfir lil-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah Allahumma ihdina siratal mustaqima siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma ya muyassir kulli shay'in 'alayka yasir hajatina bika kathir Allahumma iftah lana min kulli abwabil khair Allahumma ansurna fa inna khairan nasirin Allahumma ansurna min kulli bala'i ya rabbal alamin Allahumma ansurna fa inna khairan nasirin Inna Allah ya'muru bil-'adli wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi afdalu wa a'zu ajran wa aqimis salata